uje. Zakia. Zakia. Zakia? Maimuna. Haki ya Mungu. Zakia, mimi sijakuua. Habari za hapa shemeji? Salama shemeji, karibu. Asante. Mwaendeleaje? Sisi tunaendelea vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui kwa upande wako. Na mimi namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Mbona ghafla hivyo? Kulikoni? Ni kweli nimekuja ghafla. Ila shida yangu ni Oliva. Nataka kuonana naye. Oliva. Sawa shem, karibu ndani. Haya, karibu. Sawa. Dada, karibu. Asante. Karibu. Dadangu, karibu sana. Jisikie upo nyumbani. Asante. Mke wangu, mgeni wako huyo. Kwa sidhani kama nahitajika kubaki tena hapa. Ya tena wanawake mkakutana na mazungumzo yenu. Hamna shemeji. Hakuna, wala hakuna cha zaidi. Unaweza ukasikiliza tu. Sasa mimi shida yangu ni Oliva. Mama yake alalamika na siku ya 3 leo akimpigia simu hapatikani. Na mimi mwenyewe pia nimejaribu kumpigia simpati. Nimejaribu kupigia na wewe ndugu yangu, simu zangu haupokei. Simu ilikuwa ndani. Kipenzi, nimekupigia tangu jana. Ina maana hukushika simu yako tangu jana? Sema hamna shida, najua ni majukumu. Mimi mwenyewe naweza nikaacha simu yangu huko siku 3 na sishiki. Kwa hiyo mimi naomba mnitie Oliva azungumze na mama yake. Maana mama yake ana wasiwasi sana. Ananisumbua. Anahitaji kuongea na mtoto wake. Si unajua wazazi tena. Alikosa kuongea na mwanawe siku 2 tu, roho juu juu. Tadhani sijui mwanawe amepatwa na kitu gani. Kwa hiyo naomba mnitie azungumze na mama yake kidogo, amtoe wasiwasi. Sasa itakuwaje? Nitawezaje kumwambia ukweli kuwa Oliva amefariki? Mke wangu. Unaulizwa mweleze kila kitu, hamna shida. Hamna. Mweleze tu mwanangu, hamna shida. Mweleze tu ukweli wote. Doreen, huyu ni mwanamke mwenzio, kwa mimi mali ukimwelezea hata kuelewa tu. Mbona mwanichanganya? Kuna shida gani? Naona mabishana tu, mwambie. Kuna kitu gani mnachonificha hapa?
Iko hivi dadangu, unajua nyinyi wanawake mna tabia sana kufichana mambo yenu, na hichi kitu kinafanya nigombane sana na mke wangu. Ni kweli Oliva amekuwa na tabia mbaya sana siku hizi. Amekuwa akitoroka nyumbani na kwenda kulala kwa wanaume. Mara kadhaa nimejaribu kumkanya mdogo wangu kwamba hicho anachokifanya sio kitu kizuri, lakini hii sasa imekuwa too much. Ana siku ya 3 leo hajarudi nyumbani. Siku ya 3? Kwa hiyo ameanza kufanya yote hayo. Kwa nini hamjaniambia mapema? Mpaka imefikia hatua anatoroka anakaa siku 3 nje. Hamjaniambia mpaka mimi nimekuja kumuulizia. Ni kweli dadangu, unachosema upo sahihi, ila yote aliyosema mke wangu pia ni sahihi kabisa, ila sidhani kama tumechelewa. Imekuwa vyema zaidi umekuja ili tushirikiane kuja kumtafuta. Ndio maana nakupigia simu zangu haunipokelei. Ulilifahamu hili? Ni kwa nini usingeniambia mapema? Kwa sababu mimi ndio nilomleta hapa. Mkumbuke akipata tatizo huko, mimi nitakuwa hatiani. Kwa sababu familia yake inanifahamu mimi. Mimi ndio nilomleta hapa. Tumekuelewa dadangu, na hakuna haja kupanic. Sisi tutawajibika kwenye hilo. Lakini aliyosema mke wangu yote ni sahihi kabisa. Na imekuwa vyema zaidi umekuja hapa ili tushirikiane kwenye kumtafuta. Sawa, niambieni. Tuwafanyaje ili tumpate mtoto wa watu? Maana na mimi nishaanza kunitia wasiwasi. Mimi nafikiri tu atakuwa kwa huyo mwanaume wake. Mbavu mkubwa wewe. Yaani unatafuta maneno bila aibu kabisa. Kwa hiyo wewe unajua kila kitu. Unajua mwanaume ni nani, anaishi wapi. Sasa nieleze, huyu mwanaume ni nani? Hapana Kai, mimi sina ninachokijua. Ukijui nini akati umhitaji huyu mwanaume unamjua? Doni, nadhani umenisahau. Umesahau vipigo vyangu. Niambie huyu mwanaume ni nani? Niendapo hutotaja wewe huyo mwanaume na Oliva wote nitacharaza viboko sasa hivi hapa. Pumbavu. Ni nani mwanaume? Shemeji. Tusifikie huko. Kugombana sio suluhisho ya hili tatizo. Suluhisho ni tukae chini, tujue tumpata vipi. Tujue tunafanya nini. Funguka kila kitu. Mimi sijui alipo kwa huyo mwanaume wake, lakini nadhani dada wa kazi wa jirani, maana yeye ndio alikuwa anaongozana naye kila sehemu. Nahisi kabisa yeye ndio atakuwa anapajua kwa mwanaume wa Oliva. Aha, kwa mwanaume hapa kuanzia. Basi tuna muda kupoteza, twende kwa mfanyakazi tuweze kila kitu. Twende sasa hivi. Hapana Kai. Hapana, nini tuna muda kupoteza, hebu tuongozane, twende. Hapana, tutaenda kufanya fujo kwenye nyumba za watu. Mimi acha tu niende nikamchukua yule binti, nimlete hapa aje aseme mwenzie yuko wapi. Kwa hiyo ndio tutaenda kumfuata. Sawa, nenda sasa hivi. Unasubiri nini? Wewe Dodi nitakuchapa. Kwenda. Siku 3. Kusema kweli dada, mimi sijui chochote kile kuhusu yeye. Haki ya Mungu vile. Yaani mimi sijui chochote kile kuhusu yeye. Kusema mimi hata hajaniaga.
Hajakuaga? Ndio dada, hajaniaga, hata simu zake zenyewe hapatikani. Yaani mimi kusema kweli unanizingizia tu. Sikia nikwambie binti. Mimi michezo yenu yote naijua. Michezo yenu yote naijua. Wewe na huyo mwezio nao wanaume zenu. Na nilishakwambia binti, sitaki mazoea na dada wangu wa kazi. Bado ukawa unielewe mpaka nimekukataza nyumbani kwangu, lakini bado ukawa unakuja kisiri. Dada, naomba unisamehe mimi. Na kuahidi sisi tutawajibika kwenye hili. Na nakuhakikishia tu Oliva atarudi hapa salama salimini. Wewe niache mimi kila kitu kwa mama. Mmefanya makosa makubwa sana. Tuombe tu awe mzima. Vipi kama akiwa amepata matatizo huko? Hamoni mtakuwa mmenitia mimi hatiani. Maana mimi ndio ninayefahamika nyumbani kwao. Hadi nachanganyikiwa sijui nifanye nini. Hamna dada, mimi niliacha kabisa kweli kuja tangu ile siku ile ulivyonikataza mimi niliacha kabisa. Mimi sijui. Sasa hayo mambo ya kuhusu uliacha. Mguu wako mguu wangu. Twende paka kwa bosi wake ukamweleze. Dada. Twende bwana. Tuondoke dada bwana wewe. Ningesema tu ukweli. Mimi kusema ukweli sijui chochote kile. Haki ya Mungu hivi mimi sijui chochote. Wewe unanisingizia tu. Mimi sijui. Wewe binti, nadhani hujanifahamu vizuri bado. Unanijua kwa jina tu ila sio kwa matendo yangu. Mimi ni mtu mbaya sana. Tunataka kujua kutoka kwako ni kuhusu Oliva alipo. Nataka maelezo mengi. Niambie sasa Oliva yuko wapi na yupo na nani? Mtu wangu, hebu kaletea mkanda wangu kwanza nimnyoshe mpumbavu. Hai, usipige mtoto wa watu. Usifikie huko. Endelea taratibu. Sikiza dadangu nikwambie. Wewe kuwa na amani. Ongea kila kitu. Kama kuna kitu anataka kukwambia, sema hata usiogope. Hautafanya kitu chochote. Sawa? Nitasema ukweli. Kuna mwanamke mmoja yule. Mungu. Unaweza kutuambia huyu mwanaume anaishi wapi? Ndio. Napafahamu anapoishi. Hata siku moja tuliwahi kwenda huko. Nini tena jamani Oliva? Sasa shogangu unaondokaje alafu unaacha mwenyewe mimi hapa? Unataka nini? Sikiza nikwambie Oliva. Umesikia kabisa bwana wako alivyosema yale maneno kule ndani. Amenizalilisha, amenitukana. Mimi siwezi kabisa. Afu siku nyingine kama unakuja kwa bwana wako, uniache mimi nyumbani wewe uje uendelee na mambo yako. Sio unakuja unanichukua, Diana nisindikize, kumbe unakuja huku kwa bwana wako afu amuelewani vipi sasa? Lakini shogangu, unavyojua kabisa ni mimi nikibaki kwa lazima mimi hata nilazimisha. Vipi tena mapenzi? Mbona kama hivyo? Sema leo ujue unakuaga na mapepe kishenzi, si unawagewage au si uchai nini yani mshikaji wangu yani. Nimekuelekeza long time ujue afu dakika za mwisho unafika mtaani unachora uchai nini sasa? Mimi nimekwambia vipi njoo mtaani ili tujue tunajengaje kwa sababu sisi ujue ndo wazazi watarajiwa. Au sio bwana, hata tunapokuja kupata mtoto tunajua mtoto wetu ataishi kama misingi gani. Hasa hapo noma nini? Mimi nataka tunavyoingia ndani wote pamoja, sisi tunapangiza ratiba zako. Rafiki yangu mimi awepo ananitizama. Mama. Eti kweli na mjeuri na wewe tena unataka kuingia. Nisikilize uje iko vipi? Yaani pale yenyewe si jinsi inavyokuwa au sio? Mimi hata kama nimepata mpango wa kusema sasa iko vipi? Nichole sasa. Wewe unahitaji jina la baba yako au sio Niandike barua pale tupeleke kwenu na huyu naye awepo. Au? Sasa akiondoka ndio inakuwaje? Awepo tunavyoandika wote majina si ndio ya watu. Wewe nisikilize, mimi nimekuelekeza kialfabeti yani Kirumi, maisha ya kiuni. Wewe nisikilize usinitemi wage. Je, umeona?
Wewe mpaka mimi nimekuita uje nimekutumia namba za Kirumi uje nimekuta kikubwa. Sema wewe mwenyewe unataka kunijazia watu, au sio? Kwa hiyo unatakaje sasa? Kwa mimi mwenyewe ndo nishakwambia ndo vile yani ile Asmani Balangazi ndo vile. Kwa hiyo unanitia na huyu, unatakaje sana wewe? Uwe na huyu mnatakaje? Sawa. Uwezo huo nao. Noma nini sasa? Nisikilize, umeona wewe damu jeuri, sikiliza, au sio Mimi mama mtu wangu. Nimemuita mtaani. Na mimi nataka nikalimbuke, au sio? Wewe cha msingi, au sio? Wewe tweta pale. One time tu, au sio, kama una buku, agiza hata juisi. Wewe kunywa pale mimi nitakuchimbukia. Unasemaje? Mimi naondoka zangu nyumbani na. Unafanyaje? Kwa hiyo unataka huko mchomee au? Kwa sababu atafukuzwa kazi ukishaenda kufukuzwa. Wewe sikilizia pale, acha mambo yako, wewe njoo kwanza mampenzi, njoo. Wewe nini na wewe umevaa special lako sio la sikukuu wala leta mapepe. Usikiliza. Nisikilize sana mpenzi. Unaona wewe huyu ni one time au sio? Wewe kama vipi hapo usio bwana tuje na pesa yako fupi. Mimi mwenyewe hapa wale. Wewe tabu. Mimi sema nini? Wewe ndio unataka kwa sababu. Ndio nasema mpenzi. Subiri chabu na kuja sio? Sawa. Dadangu, naomba tupeleke kwa huyo mwanaume sasa hivi. Huyo binti atake sitaki, lazima nipeleke kwa huyo mwanaume. Haya mambo ya kiume bwana, lazima amalizo kiume. Nyie wote nisubirini hapa hapa. Wewe tuongozane, mguu wako mguu wangu. Chapu, twende. Wewe unasubiri mtu wangu, kachukua viatu vyangu. Wewe binti, mguu wako mguu wangu. Nyoosha njia, twende. Sawa sawa. Chapu. Muda wenyewe unazidi kwenda, watu hawarudi. Vumilia tu shoga yangu, atakuja hivi karibuni. Yaani Dori, katika hili umenikosea sana. Umenikosea mno. Najua vizuri familia yake. Mama yake ana mdomo. Ana mdomo yule mama sijapata kuona. Hata sijui nitamwambia nini. Vipi kama mtoto wake akipata mimba huko aliko? Nitamweleza nini mimi? Hata mimi mwenyewe sikutegemea shoga yangu. Yaani ilifikia hatua hadi mimi mwenyewe nilikuwa naogopa kuibia mume wangu. Mungu wangu. Mungu asaidie awe salama binti wa watu. Atarudi tu. Yaani akirudi hata mimi mwenyewe simtaki tena kwa kweli, kwenye hili najivua. Alo mume wangu. Wewe uko wapi? Mungu, nimekuja huku kumfuatilia Oliva. Asa masuala ya Oliva unaondoka unafunga mlango. Mimi sijala. Alafu unaenda kufuatilia masuala ya Oliva. Mimi Oliva ananihusu nini? Mungu, naomba univumilie kidogo tu. Muda sio mrefu nitafika hapo. Nikuvumilie nini? Wakati umetoka hapa umeenda kufanya mambo yako ya kiumalaya unaongopea masuala ya Oliva. Nisikize nikwambie. Nakupa dakika 5 tu ufike hapa. Asa ole wako usifike. Utanijua mimi ni nani. Sawa mume wangu, nakuja sasa hivi. Doli, shemeji yako amekuja. Inanibidi mimi niondoke sasa hivi maana kashapandisha sukari yake. Na ninavyomjua, nadhani nikifika kwa hatutaelewana. Kwa hiyo acha mimi niende. Wahi shoga yangu, maana ndoa ni muhimu. Wahi tu, yaani mimi wakija tu mimi nitakwambia, nitakupigia simu. Kwa sasa hivi naomba ungemwahi shemeji. Sawa, usisahau kunipa taarifa yoyote. Sawa shoga yangu, sijali.
Bye. Yaani mimi kila siku matatizo kwenye maisha yangu. Mungu wangu, Abi. Yaani ndio ananisababishia matatizo yote haya. Hivi nitawezaje hata kuambia kwamba binti amefariki? Abi, mbona unasababishia matatizo Mungu wangu? Yaani kwenye maisha yangu likitoka hili linafuata hili. Mungu nisaidie. Maimuna, siku ya tatu. Alafu unaniambia kirahisi bi mkubwa kapotea. Kwa hiyo mimi nifanye nini? Kaka jamani, sasa mimi nifanye nini? Ndio nimekupigia simu. Watu wenyewe uliwaona wale manguo meusi wametoka, labda ni wauni, hebu utakuwa unafahamiana nao. Tujue tunafanyaje kumsaidia mama. Kwa wewe ushawajua wana minguo meusi. Kwa mimi nitafanya nini? Unaona unafikiri mimi naweza? Mimi nitafanya nini? Alafu isoshi, mimi mama yako sasa alinikataa. Alisema kwamba mimi sihusiki na hapa. Yaani ninachokiomba mimi, umeona mimi mtafute, msakaje kokote unapomjua wewe. Mimi niambie njoo ufunge maturubai. Tuje kuzika, mimi ndo nitahusika. Usiniambie chochote. Alinivua kwenye ulisi na wewe shahidi. Au? Kaka, sio maneno mazuri. Unasemaje mama yako kama sio mama yetu jamani? Leo kipindi ambacho alinikataa na wewe ulikuwepo. Ulishuhudia. Alinitoa kwenye ulisi, alisema mimi sihusiki kwenye hii nyumba. Sina chochote. Yaani mimi muona nimeheshimu tu heshima. Yaani mimi unajua nimeheshimu heshima. Kuja hapa. Yaani kwa vipi? Yafungwe maturubai. Kitachahusika mimi. Kuja kuzika tu basi. Yaani mimi sina mama. Kaka. Alikutoa kwenye ulisi ndo nini sasa? Yule bado mama jamani. Yaani kaka sijui ukoje. Zakia. Zakia? Mbona, Maimuna, haki ya Mungu. Zakia, mimi sijakuua. Kweli. Nisikize mimi mdogo wangu. Mbona? Wewe unaongea maneno gani wewe? Yaani mimi sijamuua. Yaani kweli mimi ilikuwa kama bahati mbaya. Yaani mimi ilikuwa kama bahati mbaya, lakini mimi sijamuua. Kweli. Bahati mbaya tu imetokea. Mimi Hujamuua?